Habari wapendwa wangu, karibuni sana kwenye channel hii. Naitwa Ana Claire Shija. Nawakaribisha pia katika mwendelezo wa kitabu chetu cha Thubutu Kufanikiwa. Nawashukuru sana kwa support kwa video ambazo zimepita, na ukitaka uendelee ufuatilie vizuri, ni vizuri ukaanza na ile video ya kwanza, ukafata video ya pili, ya tatu na kadhalika. Kwa hiyo nawakaribisha sana, asanteni sana kwa support. Usiache kulike video kama umepata ujumbe mzuri. Usiache kucomment, uniambie unasikiliza, unatazama kutoka wapi. Nawakaribisha sana. Tumia fursa zinazojitokeza. Fursa ni nafasi inayojitokeza kwa wakati fulani ambao ukiifanyia kazi vizuri, una uwezo wa kufanikiwa kupitia fursa hiyo. Zipo fursa za aina mbalimbali katika maisha ambazo huwa zinakuja kwa kipindi fulani na baada ya muda fulani huisha. Kitu kikubwa katika maisha ni kuzitambua fursa zinapokuwa zimejitokeza na kuzitumia kikamilifu, kwa sababu wakati mwingine fursa za aina fulani fulani huja mara moja tu na inaweza isijirudie ya aina hiyo. Fursa inaweza kuwa wazi au isiwe wazi, lakini rahisi kuigundua. Fursa zinazokuwa wazi, kwa mfano, kuna ufadhili wa masomo ambayo unajua ukituma maombi utafanikiwa kuipata. Cha muhimu katika fursa hiyo ni kukidhi vigezo na kutuma maombi kwa wakati na kwa usahihi. Fursa nyingine ambazo ziko wazi ni pale tangazo linapotolewa. Vigezo vya wanaohitajika katika nafasi hiyo huwa vinaorodheshwa. Kwa hiyo, kwa mwenye vigezo, anachohitaji ni kutuma maombi hayo kwa wakati na kwa usahihi ili fursa hiyo aitumie kikamilifu. Fursa pia zinaweza zisiwe za wazi au za moja kwa moja. Kwa mfano, unapokuwa umeajiriwa sehemu, unayo fursa ya kupanda cheo kimoja hadi kingine, lakini hujui ni lini hilo litatokea. Pamoja na kutokujua wazi lini fursa hiyo itakufikia, wajibu wako kama mfanyakazi, iwe ni serikalini au katika makampuni na mashirika binafsi, ni kuendelea kufanya kazi kwa nguvu na uwezo wako wote, na hatimaye utaonekana unafaa kupanda cheo kwa wakati unaofaa. Mimi nilipokuwa kidato cha pili kuelekea kidato cha tatu, nilichaguliwa kuwa dada mkuu wa shule. Ilikuwa ni furaha na faraja kwangu, hasa ukizingatia nimekuwa nikipenda kuwa kiongozi tangu nikiwa mdogo. Kwangu hii ilikuwa ni fursa ya kujinoa vizuri kwa ajili ya nafasi za kiuongozi ambazo nilitarajia kuja kuwa nazo baadaye. Nilijua kuwa nitahudumu kama dada mkuu kwa kipindi fulani tu, na baada ya kipindi hicho husika ningepaswa kuiachia nafasi hiyo kwa mwingine. Kwa hiyo nilitumia nafasi ile kikamilifu katika kujifunza na kutenda kama kiongozi wa wanafunzi wenzangu. Zipo fursa ambazo unaweza kuzitengeneza mwenyewe kwa ajili yako na wengine. Kwa mfano, unapoamua kutatua changamoto yoyote katika jamii yako, hiyo ni fursa tayari ya wewe kujitengenezea kipato na kutengeneza ajira kwa wengine pia. Angalia mazingira unayoishi au kufanya kazi, nini kinakosekana? Nini ambacho wewe unaweza kukifanya ambacho kitatoa suluhisho kwa changamoto ambazo wengine wanapitia? Kisha jitengenezee fursa kwa kutatua changamoto hizo. Kila kitu katika kutumia fursa kinataka utumie wakati wa fursa husika vizuri, ili baadaye usije kujutia kwamba ungejua usingeichezea fursa ulioipata. Usichezee fursa kwa kuamini kwamba itajitokeza tena. Inaweza isijitokeze kabisa au ikajitokeza katika sura nyingine. Tumia fursa zote zinazokuzunguka kikamilifu na kwa wakati muafaka. Thubutu. Thubutu kufanya mambo magumu, lakini ambayo unajua ukijitosa kuyafanya, unayo nafasi ya kufanikiwa katika maisha yako. Katika maisha tunahitaji kuthubutu ili tuweze kuvuka kutoka hatua moja kwenda hatua ya juu zaidi. Mambo yanayohitaji uthubutu mara nyingi ni mambo yanayotuogopesha kidogo au sana, na ni mambo ambayo yanatuhitaji tujivike ujasiri wa kupambana nayo ili kuyafanikisha. Maisha yanakuwa na maana zaidi kama tunatumia uwezo wote ambao Mwenyezi Mungu ametujalia katika kuboresha maisha yetu, ya wengine na dunia kwa ujumla wake.
Katika kuthubutu, unaweza kugundua uwezo mkubwa ulionao ambao hata wewe mwenyewe hujua kama unao. Thubutu ili ufanikiwe. Jiulize, nikithubutu kupigania ndoto zangu, nina nini cha kupoteza? Jibu ni hakuna, kwa sababu kama hutafanikiwa mara ya kwanza, basi unaweza kuja kufanikiwa mara ya pili au ya tatu au hata ya 10. Utakapokuja kufanikiwa tayari utaandika historia mpya ambayo itafuta kutokufanikiwa kwako kote katika jambo hilo kwa mara zote ulizowahi kujaribu. Kila unapothubutu hata kama hutafanikiwa, basi kuna kitu ambacho kitakuwa kimekujenga na kukuongezea mbinu za kuzitumia utakapojaribu tena. Kuna mambo utakuwa umejifunza. Aliyejaribu akashindwa hawezi kulingana na ambaye hajajaribu kabisa. Bila kujaribu, bila kuthubutu, utajuaje uwezo wako na utautumiaje uwezo wako kikamilifu? Nikiwa kidato cha kwanza shule ya sekondari Ruaha, lilibandikwa tangazo katika kibao cha matangazo shuleni. Tangazo lilieleza kuwa kuna shindano la uandishi wa insha na mada ilikuwa kumshauri Mheshimiwa Rais namna ambavyo anaweza kuboresha maisha ya watoto na vijana wa Tanzania. Shindano lilikuwa la nchi nzima na liliandaliwa na shirika la kimataifa la kuhudumia watoto yani UNICEF. Nililisoma na niliwiwa kujaribu kushiriki. Niliandika insha yangu japo sikuamini kama nitakuwa katikati ya washindi, ila nilisema hata kama sitashinda, mawazo yangu yatawafikia wahusika. Baada ya muda nilitaarifiwa kuwa kati ya washindi 10 bora kitaifa na mimi ni mmoja wapo, na kwamba tunahitajika Dar es Salaam kwa kazi ya kuandaa tamko la vijana wa Tanzania. Nilifurahia sana na nilishiriki warsha bila ya kujua kuwa hata huko tulikuwa tunapimwa ushiriki wetu. Hatimaye niliteuliwa kuiwakilisha Afrika katika mkutano wa dunia wa vijana uliofanyika nchini Sweden nikiwa na umri wa miaka 16. Tambua uwezo ulionao kwa kuthubutu kufanya mambo mbalimbali ambayo unayapenda, ila unahitaji msukumo wa ziada na hakika utafanikiwa. Tumia uwezo wako wote ulionao. Usiache hata chembe kidogo ya yale unayoweza kuyafanya, yafanye kwa kuamini kabisa kuwa hata kama yanaonekana ni magumu kiasi gani, yanawezekana, kwa kujituma na kujiamini. Thubutu kufanikiwa. Dunia inasubiri kuona mchango wako katika ustawi wake. Nchi yetu ya Tanzania inasubiri kuona mchango wako katika kuiongezea maendeleo. Thubutu kuonyesha namna ulivyo na nguvu, shupavu, mwenye maarifa na mpigania mafanikio yako. Namna ya kujiongezea kipato. Sura ya 4, namna ya kujiongezea kipato. Jifunze kutunza fedha. Maisha ya kila siku yanahitaji matumizi mengi. Ndiyo, mfumo wa maisha ulivyo. Utahitaji kula, matibabu, nauli za kwenda kazini na kurudi, utahitaji kulipia maji na umeme, utahitaji mavazi, kuna wakati ukiwa na watoto utatakiwa kulipa ada za shule na matumizi yao kwa ujumla. Kuna wakati huna nyumba yako, utatakiwa kulipa kodi ya nyumba na kadhalika. Matumizi kwa ujumla ni mengi sana na yote yanahitaji fedha ili kukidhi. Mara nyingi tumezoea kujiona kwamba hatuna fedha za kutosha mahitaji yetu ya kila siku. Kila mtu akiulizwa atasema kupata pesa ni vigumu sana na ukizipata hazikai. Usemi huu unaweza kuwa na ukweli wakati mwingine, lakini si mara zote. Hakuna mtu aliyewahi kutajirika kwa kutumia kila hela anayoipata na kuimaliza yote hata kama ni kiasi gani. Ishi kulingana na uwezo wa kipato chako. Watu wengine wanajikuta katika changamoto kubwa ya kifedha kwa kutaka kuishi maisha ya juu zaidi ya kipato wanachoingiza. Matumizi mazuri ya fedha ni kuhakikisha katika matumizi ya kila siku hauvuki uhalisia wa kile unachoingiza. Kwa namna hiyo, utajikuta una uwezo wa kutunza fedha ili kuweza kutimiza malengo yako ya maendeleo. Wakati mwingine, pesa zinaonekana hazitoshi kwa sababu ya matumizi mabaya na kutojifunza namna nzuri ya kutunza fedha. Unapotaka kuwa na mpangilio mzuri
wa matumizi yako. Kwanza tambua vyanzo vyako vyote vya mapato kwa mwezi mzima na ujue jumla una mapato kiasi gani unayoingiza. Kisha andaa bajeti ya matumizi ya kila siku kwa mahitaji yote ikiwemo dharura. Kwa mfano, unaweza kuweka bajeti kwa mambo yafuatayo. 1. Bajeti ya chakula cha nyumbani na chakula ukiwa ofisini kama unakula ofisini kwa chai na chakula cha mchana. 2. Bajeti ya matibabu kama hauna bima ya afya, na kama unayo bima weka kiasi unachotakiwa kulipia bima yako na wategemezi wako kila mwaka. 3. Bajeti ya nauli za basi au mafuta ya gari kama una gari kwa shughuli za kila siku. 4. Bajeti ya mavazi na kujitunza. 5. Bajeti ya dharura. 6. Bajeti ya michango mbalimbali ya kijamii. 7. Bajeti ya ankara za umeme, maji, ving'amuzi na kadhalika. 8. Bajeti ya ada za shule. 9. Matumizi ya watoto. 10. Mishahara kwa mfanyakazi au wafanyakazi wa nyumbani. 11. Matumizi mengine yoyote ambayo huwa unayafanya. Kuwa na mpango wa bajeti kutakufanya ujue kiasi unachopaswa kutumia kila mwezi na kutakuepusha kufanya matumizi yasiyo ya lazima. Fedha nyingi hupotea katika matumizi yasiyo ya lazima na bila kuwa na mpangilio. Punguza matumizi yasiyo ya lazima. Kwa mfano, unaenda dukani kununua mkate na siagi ambavyo jumla vinagharimu 5,000. Lakini unajikuta unaondoka dukani na vitu vya 30,000 ambavyo wala huvihitaji na hukuwa umepanga kuvinunua. Namna nyingine ya kutunza fedha ni kutambua matumizi yasiyo ya lazima na kuyaacha. Angalia kwa undani katika matumizi yako ya kila siku, wapi unapaswa kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Na katika hili unahitaji kuwa mkweli na nafsi yako ili uweze kufanya mabadiliko yanayohitajika. Usipokuwa mkweli na nafsi yako hakuna mabadiliko utakayoyafanya. Kutokuwa na mpangilio mzuri wa matumizi utakusababisha hata upate fedha nyingi kiasi gani hazitatosha. Kuna watu ambao mapato yao yakiongezeka na matumizi yanaongezeka kupitiliza, kiasi kwamba hata ile nyongeza katika pato inakuwa haionekani. Kwa kuwa na bajeti na kuisimamia kutakuhakikishia kuweza kutunza kiasi cha fedha kinachobakia baada ya matumizi ya lazima. Na kujikuta unaweza kufanya mambo mengine mengi ya maendeleo. Jielimishe pia kuhusu masuala ya fedha. Kama ambavyo tunajifunza katika mambo mengi mbalimbali, ni muhimu kujifunza pia kuhusu masuala ya fedha na kuona jinsi ambavyo fedha tunapaswa kuzidhibiti na sio sisi kudhibitiwa na fedha. Kuwa na chanzo zaidi ya kimoja cha mapato. Kitu cha muhimu katika kuhakikisha kwamba unaongeza kipato ni kujua kwamba unataka kuongeza kipato kwa njia gani. Nini hasa unataka kufanya kwa ajili ya kujipatia kipato au kujiongezea kipato. Hakikisha kuwa una kipato cha uhakika kila mwezi. Ni muhimu sana kujiwekea lengo na kulitimiza ili kila mwezi ujue kuwa una kiasi fulani ambacho nitakitumia kufanya hiki na kile kulingana na malengo yangu. Mapato yanayotokana na kutatua changamoto ya aina fulani kwenye jamii yetu zipo changamoto za aina nyingi. Kwa hiyo, angalia kile ambacho unaweza kutumia ujuzi wako kuleta suluhisho katika changamoto fulani ili uwe na uhakika na kipato chako na kukiongeza zaidi na zaidi. Uhakika wa kipato ni muhimu sana katika maisha. Na ili kujihakikishia hili ni muhimu kuwa na chanzo zaidi ya kimoja cha kukuingizia kipato. Inawezekana umeajiriwa, una kazi, pengine nzuri tu inayokuingizia mapato ya kutosha mahitaji yako yote na kubakiza akiba. Lakini umewahi kuwaza kwa bahati mbaya ikitokea umefukuzwa kazi au umesimamishwa kazi na mapato ya mshahara yakasitishwa, utafanyaje? Ni jambo la lazima kabisa kama tunataka kuwa na maendeleo ya kweli. Tuwe na vyanzo kadhaa vya kutuingizia mapato ili hata changamoto zikijitokeza katika ajira zetu tuwe na namna ya kutuwezesha kuishi.
Ajira pia sio kitu ambacho unaweza kuwarithisha watoto wako. Kwa namna yoyote, ukipata tatizo labda la kiafya au ulemavu, utakao kufanya ushindwe kumudu kuendelea na kazi, utalazimika kustaafishwa kwa lazima na mapato yako kwenye mshahara yatakomea hapo. Na kujikuta unaingia kwenye lindi la umasikini na utegemezi. Vile vile, unapokuwa umefariki, maana tunajua siku moja wote tutaondoka katika hii dunia, kila mmoja kwa wakati wake aliopangiwa, basi ajira yako na mapato yako yataishia hapo. Wategemezi wako hawataweza kurithi ajira yako hata kama ilikuwa ni nzuri kiasi gani. Kama utakuwa hujaweka misingi ya vyanzo mbalimbali vya mapato, ni uhakika kwamba utaiacha familia yako katika matatizo makubwa sana. Utakapokuwa na vyanzo vingi vya mapato vitakusaidia kuendelea kupata kipato na kumudu majukumu ya maisha ya kila siku, na hata chanzo kimoja kikiyumba kwa sababu moja au nyingine, una uwezo wa kuendelea kuingiza mapato katika vyanzo vingine. Umewahi kufikiria kwamba ajira ulionayo ikifika ukomo kwa sababu yoyote ile itakuwaje? Au biashara moja ulionayo ikiumba kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wako, nini kitatokea? Naomba utafakari na uone namna ya kuchukua hatua. Tafuta biashara mbalimbali za kukuingizia mapato ambazo unaona unaweza kumudu kuziendesha. Na kama ni mfanyakazi, tumia mshahara wako kidogo kidogo kuwekeza katika biashara hizo ili ziweze kukulipa. Mwisho wa mwezi unajikuta una mapato ya mshahara na mapato kutoka katika vyanzo vingine. Wekeza fedha ulizonazo. Wekeza fedha ulizonazo ili ziweze kuongezeka. Fedha inayokaa tu bila kufanyiwa uwekezaji sio tu inaweza kupata matumizi yasiyo ya lazima, lakini pia inakuwa haizalishi, haiongezeki. Ziko namna nyingi za kufanya uwekezaji ikiwemo kuanzisha biashara, lakini ziko namna nyingine pia, kwa mfano kuweka pesa katika akaunti maalum ya kutunza fedha benki ambayo huzalisha faida baada ya kipindi fulani. Kuna uwekezaji katika hisa za makampuni mbalimbali yanayotengeneza faida, na pia uwekezaji katika hati fungani na kadhalika. Tafuta taarifa sahihi za aina ipi ya uwekezaji kwako unaweza kukupa faida na utaendana na matakwa yako. Ukishajiridhisha, fanya uwekezaji ambao una uhakika mwisho wa siku utakuwezesha kupata faida. Ni muhimu kuwa na taarifa sahihi ili uwekezaji utakaofanya mara zote usikuletee hasara na kukufanya upoteze fedha ulizowekeza. Kwa vyovyote vile, uwekezaji utakaofanya uwe na lengo la kukuongezea uzalishaji na kukupa pato lako kwa ujumla. Zipo taasisi mbalimbali za kifedha ambazo unaweza kuwaona ili kupata ufafanuzi wa namna ya kufanya uwekezaji tofauti tofauti ili uchague aina sahihi kwako kuwekeza. Uwekezaji wa fedha uendane pia na uwekezaji katika kutumia muda wako vizuri. Muda siku zote ni mali. Na hivyo, ukitumika vizuri katika kufanya uwekezaji, utakusaidia sana kupata maendeleo kwa haraka na mafanikio unayoyahitaji.